Safari yako kwanza ilikuwaje? Nzuri, nimeenjoy. Kula maisha. Kitu gani kizuri ambacho umefurahia kwenye safari yako? Utofauti ile tu kubadilisha hali ya hewa. Kwa hiyo niliporudi hapa sasa hivi inabidi akili inakuwa imetulia zaidi. Kuelekea tarehe 14 ambapo kuna tukio kubwa kabisa ambalo linakwenda kutokea siku ya Valentine pale Lake Point. Umejipangaje na hiyo show? Nafikiri watu ambao huwa wanahudhuria issue zetu wanajua huwa hatufanyi makosa, kwa sababu sisi tuna connect na mioyo ya watu moja kwa moja, yaani ujumbe kutoka kwenye moyo wangu kwenda kwenye moyo wa msikilizaji. Kwa waje wanaopendana, hata kama uko single, ukifika pale utajisikia kama hauko single, kwa sababu sisi sote tutakuwa na wewe kwa ajili ya kukufariji. Kumpenda mtu sio lazima awe mpenzi wa chumba, baba, mama, rafiki, dada, kaka. Kwa hiyo siku ya wapendanao isichukuliwe kama ni siku ya mapenzi ya mwanamke na mwanamume, ila ni mapenzi ya binadamu wote. Speaking of mapenzi ya mwanamke na mwanamume, Jide yupo single au yupo na mahusiano? Sasa mimi maisha yangu sio ya barabarani. Yaani maisha yangu huwa hayaendi huko barabarani. Hivyo ni kitu ambacho niliamua kwa maisha yangu sio ya barabarani. Kwa sababu watu walinipenda kutokana na muziki, wanatakiwa wafuatilie muziki. Sio wafuatilie niko single au niko na bwana. Bwana hawezi kuwapa kitu chochote. Okay. Jide ni mwanamke wa tofauti sana na una heshima kubwa sana kwenye taifa letu la Tanzania. Unachukua muda gani kuweza kuandika nyimbo zako? Unachukua muda gani kuweza kufikiria maisha yako? Kuna siku nyingine inaweza ikachukua dakika 10, ikachukua siku moja, ikachukua wiki, na inaweza ikachukua miaka mpaka kupata wimbo. Kwa hiyo inategemea huko katika hisia zako ziko katika hali gani, lakini hamna formula kwa inachukua kipindi hiki kumaliza. Ni wimbo gani ambao uliuandika ukaenda studio ukafanya ukarudi ukausikiliza kurudi tena studio? Kwa nini? Siwezi kukumbuka kwa sababu nina album 11 sasa. Kwa katika album 11 kuanza kukumbuka hayo mambo kwa miaka 25 ni ngumu. Kwa niwaambie tu kuna project nyingine mpya ambayo inakuja kuanzia mwezi wa 3. Tutaanza kutoa moja baada ya nyingine, na niwaahidi kuwa 2026 nafikiri itakuwa ni moto kuliko nilianza mwaka gani? 2000. Itakuwa ni moto kuliko mwaka 2000. Unajaribu kuwaza kwamba kuna siku moja labda unaweza kurudi kwenye utangazaji, kwa sababu ni mmoja kati ya watangazaji ambao walikuwa wa kwanza kugusa ngoma ya mwanamuziki Dolly Sykes ukiwa mawingu kipindi hicho. Okay. Sababu kweli nilikuwa nafanya kazi ya utangazaji kwa sababu nilikuwa sina kazi nyingine ya kufanya. Lakini utangazaji sio kitu ambacho kiko ndani yangu au sio kitu ambacho ndio maisha nilichagua kuwa. Ilikuwa ni njia ya kupita. Kuna siku tunaweza kumwona Lady akiwa na rap kama zamani, tofauti na sasa hivi kwenye kuimba. Kuna hata kwenye hizi album zingine zilizotoka hivi karibuni ni rap. Kwa hiyo zipo nyimbo ambazo huwa nachanganya rap na imba. Tutegemee nini? Tutegemee package ya namna gani kwenye show ya Valentine kutoka kwa Lady JD? Kwa nzuri, mapenzi, masikitiko, furaha na kila kitu. Na kuna ile moja ambayo umesema kwamba watu ambao watakuja hapo na wakabadilishana pete siku ya Valentine Day utaweza kutokea kwenye harusi zao kama utafanya mapema kabisa na ukaperform bure. Ikoje? Iko hivyo hivyo kwenye akili yako au imebadilika? Sasa nataka pia niwaeleweshe vizuri, kwa sababu wengine wananiandikia wanafikiria wanaweza kuvalishana pete Morogoro nikaenda. Yaani ni lazima uwe breakpoint. Lazima uvalishane pete kwenye event yetu tarehe 14 breakpoint ndio nije kuimba kwenye harusi yako. Hata kama watu 10 watavalishana pete pale. Lakini pia harusi zenyewe ni lazima ziwe kuanzia mwezi Mei mpaka Septemba. Kwa hiyo kuna mipaka. Yaani siwezi nikaimba miaka 10 hata wakija watu. Kwa hiyo watakaowahi pale na watakaofanikiwa kuvalishana breakpoint hiyo siku ya event yetu nenda kwenda kwenye. Na ni kipi ambacho kimekuvutia ukasema show yangu sipeleki popote, naenda kuifanya breakpoint makumbusho wewe Lady JD? Nadhani mimi napenda mambo ya vyakula na napenda vyakula vizuri, na breakpoint ni sehemu ambayo ina chakula cha Afrika cha maana kabisa. Alafu pale mimi ni nyumbani kwangu. Yaani haipiti siku au wiki sijala pale. Okay, Komando Jide, mimi nina swali moja kwamba wengi wanakuwa wanajiuliza sana kwamba hunaga show na hii muziki mipya ambayo inachikia sasa hivi, unaona kama kuna mapiano nini, hunaga show. Kwa nini unakuwa unafanyaga hivi? Ukilinganisha na wasanii wengine wanapenda kuendaga na upepo na utaka. Kila mtu aheshimiwe kwa aina ya kitu anachopenda. Kwa hata hao
kufanya hivyo ni aina ya sanaa ambayo wamechagua kufanya na waheshimiwa, kwa sababu sio kwamba hata mimi muziki wangu ni 100% muziki wa Tanzania. Kuna flavor zingine tunachukua kutoka nchi tofauti. Kwa hiyo nafikiri ni vile tu hisia yako inapokupeleka na unataka kufanya muziki wa aina gani kwa wakati huo. Unajua kuna watu wengine wanapenda kuimba nyimbo za polepole, kuna watu wengine wanapenda nyimbo zile za club banger. Kwa hiyo kila mtu na kile kinachomgusa kwa wakati huo. Okay. Jide, wengi wanakutazama kama kioo. Mabinti wengi wameimba muziki kwa sababu Jide alikuwa anaimba. Ukiangalia wanautendea haki ukilinganisha na kipindi chenu mlivyokuwa mnafanya, kwa sababu mmetoa nyimbo toka zamani lakini mpaka sasa hivi zina hits kama kawaida na zinafanya vizuri. Hakuna mtu yeyote ambaye ana haki ya kusema mtu anautendea haki muziki au hautendei haki muziki, kwa sababu hakuna mtu anayeumiliki muziki. Muziki ni kitu huru ambacho kila mtu anatakiwa afanye kwa namna yeye anavyopenda. Kwa nafikiri tuache kila mtu afanye kwa kutafuta riziki yake bila kusema huyu anautendea haki au huyu hautendei haki, kwa sababu unajuaje hata wewe unaedhani unautendea haki? Kuna watu wengine wanafikiria hautendei haki pia. Lady JD likaja aka Commando. Kwa nini liitwa Commando? Nafikiri kila mtu anajua. Yaani hapo nikitaka nijieleze nini? Kwa nini Mama Samfoni? Vyakula. Ndio maana mwaamua kwenda Black Point. Kabisa, sehemu ya milo. Lakini Lady JD unasikika kwamba ni mwanamke ambaye umri wako ni mkubwa lakini unaonekana kama mtoto wa miaka 18. Ni vitu gani ambavyo unahakikisha unajitunza uonekane na muonekano mdogo kabisa, lakini unakuta binti mwingine na miaka michache anaonekana kazi tofauti na Lady JD? Nini hasa? Nafikiri hata gari natakiwa ubebeshe mizigo ambayo ina uwezo wa kubeba. Kwa hiyo kama gari ukibebesha mizigo kuliko inavyostahili lazima ichoke mapema. Inategemea unautumia vipi mwili wako. Mizigo Mizigo kwa aina tofauti. Mizigo namna gani hiyo Jide?